Hakuna sababu yoyote ya kibiblia inayotambuliwa kwamba nimechoka kwa sababu ya fulani ndiye amenifanya nikachoka. Hamna. Kiona mwanaidara anasema mwaka huu nimechoka sana, na eti aliyechoshwa eti amechoshwa na mwanaidara mwenzake, eti amezimia. Hapana. Kama ulikuwa ni mtu mwenye nguvu kweli kweli hapa Dodoma, halafu umeenda Sumbawanga, ama una nguvu kweli kweli Sumbawanga, halafu ukaenda Babati, ukafika kule ukakaa hivyo hivyo, baada ya muda unaona tu yanaenda hivyo, ufanye chochote. Wakikuuliza watu wa hapa, mimi nilikuwaga na nguvu, unajua hata watu wa Sumbawanga wananifahamu, kanisa hili limemaliza nguvu yangu, yani limenikatisha tamaa. Mwa kusikia maneno kama hayo? Si kweli. Huyo alikuwa mchovu tu akiwa bado Sumbawanga. Naomba usikilize vizuri, kwa sababu Yesu hajawekewa mipaka aishie Sumbawanga, asipatikane Babati. Na Yesu ni yule yule jana, leo na hata nini. Kama mimi nimechoka kwa sababu ya idara ya kanisa hili nililopo inaonekana imechoka, na nilikotoka nilikuwa moto, sikuwa moto mimi. Wako waliokuwa moto, ila nilikuwa kwenye msafara wa mamba wakati mimi ni kenge. Na ndio maana ukiwasha kuni kavu, ukiweka na ubichi nao utawaka. Uondoe kwenye kuni kavu na utagundua ni mbichi. Hii ndiyo kauli Yesu aliyosema katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 19, jiponye nafsi. Huwezi ukaeleza kwamba zimekosa kupona kwa sababu ya baba, mama, mke, mme, mtoto, mzazi, mtumishi wa kazini, sijui wapi. Hiyo kitu haiko kwenye Biblia. Na ndio maana Yesu alisema ni kweli, wanaoleta makwazo wanatazama na mbingu tofauti, lakini Yesu hakusema yakija jikwae. Hajawahi sema hivyo, maana hakuna mtakatifu hata mmoja ambaye hakukwazwa. Lakini walipokuwa wanajaribiwa kukwazika, wao wanasimama siku zote hawakwaziki. Kwa nini? Kwa maana upendo wa Kristo watu